أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين. صدق ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وعمنا بالغفران ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا اللهم على تمام وأداء بالقلب واللسان برحمتك يا أرحم الراحمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. Katika mfululizo wa kikao chetu hiki cha darsa la ayatul ahkam, aya zinazotubainishia ahkam za kisheria zilizoelezwa ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukiwa bado kwa siku ya tatu, tupo katika aya ya 233 iliyopo katika surati al-Baqara. Aya hii inatueleza ahkamu za kunyonya. Pengine utashangaa kwamba mbona leo ni 3 na pengine kesho ni 4 na pengine kesho kutwa ni 5. Uelezwa masala ya kunyonya tu. Sisi sote tumenyonya. Kunyonya si kawaida tu, twajua. Hili ndio upana wa Qur'an. Ulama wameandika vitabu hasa vizima kwenye peji zaidi ya 300. Hakuna maneno mengine yanayozungumziwa ndani zaidi ya masala ya kunyonya tu kisheria. Kwa hiyo waweza kuona aya moja lakini ndani yake ina masailu mingi, ina ahkamu nyingi sana. Leo tukiendelea na masala haya ya kisheria katika kunyonya, ni ipi mpaka wa kunyonya? Tutaweza vipi kusema huyo mtoto amenyonya? Haddu ar-rudha'a, mpaka wa kunyonya, ulama wanasema famata iltaqama as-sabiyyu ath-thadya famtassa minhu thumma tarakahu bikhtiyarihi fahiya rudha'a. Lama wanasema mtoto atakapotia mdomoni lile titi akasonda, kisha baada ya kusonda mwenyewe akaliata lile titi kwa kutaka mwenyewe, kwa khiari yake, ametia, amenyonya muda alionyonya, kisha baadaye ataliachilia lile titi yeye mwenyewe kwa khiari yake,
pasna kuachishwa, pasna kwamba kimetokezea chochote pale katikati ikabidi ule mtoto pengine kuna sauti ya kitisho, mama akashtuka akamwatisha ule mtoto, pasna kutokezea mazingira ya aina hii, mtoto akawa kwa khiari yake mwenyewe ile titi akaliata pa, basi hiyo inaitwa rudhaa. Hilo ndio inaitwa nyonyo moja. Inamaanisha kwamba mtoto ule utia titi akanyonya mpaka aliacha mwenyewe, ina maana amefanyaje? Ameshiba. Ina maana amefanyaje? Ameshiba. Kwa hiyo kule kuliata mwenyewe, hiyo ndio inaitwa rudha'atan wahida, linaitwa nyonyo moja. Si kwa mujarradi pengine ukafikiria kwamba kunyonya akitia tu, hata kama ametia moja kisha akaata mbili, akaata tatu, akaata, tahesabiwa ile moja mbili tatu. Ni lazima anyonye kwa khiari yake, aache kwa khiari yake. Suala hili kujiuliza ni mwanzo wa kutandika mada yangu ya siku ya leo. Ulama wanakhtalifiana katika suala hili la kunyonya, mpaka mtoto awe ni haramu yule mama awe ni mamake. Je, ma miqdaru rudhati allati tuharrim, ni kiasi gani au ni kunyonya mara ngapi mtoto ndio yule mama awe ni mamake? Suala ni mtoto anyonye mara ngapi kwa mama? Mara moja tu au mara tano au mara tatu au mara ngapi ndio yule mama tuseme kwamba hukumu za kisharia zimemwandama huyu mama mamake? Ulama wanakhtalifiana juu ya swala hili. Madhhabi ya al-Imam Malik na madhhabi ya Imam Abu Hanifa, madhhabi ya kwanza, wanasema anna qalila ar-radha'ati wa kathiruhu yuharrim, atakavonyonya hakuna haja ya kuhesabu moja mbili tatu. Akinyonya kidogo tu na akinyonya kwa wingi, madamu jina la kunyonywa amenyonya ule mtoto, basi tayari ule mtoto yule mama ashakuwa nani? Mamake. Basi na kuweka idadi maalum au kiwango au kwa sharti maalum, la. Madhhabi ya Imamu Malik na Abu Hanifa, kwa mujarradi wa mtoto kutia titi mdomoni akanyonya hata kama ni maziwa kidogo, hukumu ya madhhabi haya mawili, yule mama ashakuwa yule mtoto ni mtoto wake, na yule mtoto ashakuwa yule mama nani? Mamake. Dalili yao ni wana dalili, na dalili yao ipo ndani ya Qur'an. Wanasema dalili yao katika hii aya, Mwenyezi Mungu asema wa ummahatukum allati arda'nakum, na mama zenyu waliowanyonyesha, wa akhwatukum min ar-radha'a, Mwenyezi Mungu asema katika suratul Nisa, na ndugu zenu wa kike wale mlionyonya pamoja na wao. Ulama wanaangalia katika masala ya alfadh, ili temko la ar-radha'a, temko la kunyonya hapa limekuja mutlaq, halikuwekwa kikwazo kwamba lazima anyonye nyingi ama anyonye kidogo. Limekuja mutlaq, wa ummahatukum allati arda'anakum, mama zenu wale watakao wamefanyaje? Wamewanyonyesha. Sasa mtoto akitia titi mdomoni akivuta maziwa, tutamwambia amenyonya hakunyonya? Amenyonya. Akinywa nyingi taambiwa amenyonya hakunyonya? Amenyonya. Sasa kulingana na siyaki ya lafdhi hii katika Qur'ani, madhhabi Imam Malik na madhhabi Abu Hanifa wanasema mutlaqur rud'a, mujarrad wa kunyonya tu, basi yule mtoto ashakuwa yule mama ni mamake wa kunyonya. Haya ni madhhabi ya kwanza, na wana dalili pia ya hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yuharrimu min ar-radha'i
ma yuharrimu bin nasabi, huharamika kwa sababu ya kunyonya. Yule mama akawa ni mamake mtu na yule baba akawa ni babake mtu wa kunyonya, kama vile ilivyokuwa ni haramu katika nasaba. Wanasema mutlaqul lafdhi, pale pale temko la kunyonya liko mutlaq, haikuwekwa sharti kwamba amenyonya nyingi au amenyonya kidogo au amenyonya mara mbili au amenyonya mara tatu. Wamechukua sigha hiyo kusema mujarradi wa kunyonya yule mama ashakuwa ni mamake. Haya ni madhhabi ya kwanza. Madhhabi ya pili, kwamba ni mara ngapi mtoto akinyonya yule mama atakuwa mamake. Madhhabi ya pili ni madhhabi ya Ibn al-Mundhir, wanachuoni mkubwa, wa Daud al-Dhahiri wa Ibn Hazmi wa Abu Ubaida wa Abu Thawr. Haya ni madhhab. Kauli yao wanasema nini katika madhhabi yao? Sema anna aqalla ma yuharrimu, uchache wa kitakachokuweza yule mtoto kuambiwa mama ni mamake, thalathu radhaat, ni anyonye mara ngapi? Mara tatu. Kauli ya kwanza hakuna kiwango. Kauli ya pili ya hawa wanazuoni madhhabi ya pili ni lazima ule mtoto amenyonya mara ngapi? Mara tatu. Na wana dalili yao iko wapi? Kwa hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanasema kwamba amesema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimu almassat wala almassatani, haiharamishi mtu kunyonya mara moja wala kunyonya mara ngapi? Mara mbili. Hadithi imekomea hapo. La tuharrimu almassat wala almassatan, haiharamiki mtu kuwa yule mama ni mamake akinyonya mara moja wala akinyonya mara mbili. Sasa hadithi imekomea kunyonya mara mbili, ina maana akinyonya mara ya tatu atakuwa nini yule mama? Ni mamake wa kunyonya. Kwa hiyo haya madhhabi ya pili asema akinyonya mara ya kwanza na mara ya pili yule mama hawi ni mamake mpaka anyonye mara ngapi? Mara ya tatu. Na hadithi nyingine pia imekuja kwa mfano wa hii, asema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimu al-imlajatu wala al-imlajatan, haiharamishi mtoto akinyonya mara moja. Imlaja ni yale matama atakaopiga, akipiga tama moja wala matama mawili, au mara moja wala mara mbili, haiharamishi. Ina maana ikiwa haiharamishi mara moja wala mara mbili, ina maana akifanya mara ya tatu atakuwa yule mama ni mamake. Hii ni madhhabi ya kauli ya pili katika kuhisabu zile idadi za kunyonya mpaka yule mama awe ni mamake, awe ni mahrim yake. Kauli ya tatu ni kauli ya al-Imam Shafi'i na kauli ya Imam Ahmad bin Hanbal. Wanasemaje hao? Kauli yao wanasema kwamba anna at-tahrima la yakunu illa bi khamsin, hawi yule mtoto mama ni mamake isipokuwa anyonye mara ngapi? Mara tano. Anyonye mara ngapi? Mara tano. Katika madhhabi yetu Imam Shafi'i na madhhabi ya Imam Ahmad bin Hanbal ni lazima mtoto anyonye mara tano ndio yule mama awe nani? Ni mamake. Na haya ndio madhhabu rajih. Haya madhhabi ya kunyonya mara tano ndio madhhabi yenye nguvu, kwa sababu kulingana na hoja zao zina nguvu. Na dalili yao ni ipi? Ad-dalilu hadithu Aisha, dalili yao ni hadithi ya Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha. Asema Sayyidatuna Aisha, kana fima unzila min al-Qur'an, yaliyoteremshwa kutokana na Qur'ani, katika aya za Qur'ani iliteremka aya hii ikisema ashru radhaatin ma'lumatin yuharrimna, au tukisoma kwa sauti ya Qur'ani ashru radhaatin ma'lumatin yuharrimna. Ilikuwa hii aya iko ndani ya Qur'an,
Ikisema 10 radhaati, manyonyo 10, yani mtoto anyonye mara ngapi? Mara 10. Ndiyo yule mama awe ni nani? Ni mamake wa kunyonya. 10 radhaati yuharrimna, manyonyo 10 ndio yaliokuwa yakiharamisha mtoto yamfanye ule mama ni mamake. Kisha ikawaje? Asema thumma nusikhna bi 5 ma'lumat, kisha yale manyonyo 10 yakanasikhiwa. Hapa tabidi tusimame. Yakafutwa manyonyo 10, yakapunguzwa, yakafanywa manyonyo mangapi? Bi 5 ma'lumat, yakafanywa ni manyonyo 5 yanayojulikana. Asema Sayyidatuna Aisha 10 yalifutwa, yakabakishwa mangapi? 5. Asema Sayyidatuna Aisha fatufiya an-nabii sallallahu alaihi wasallam, alikufa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hunna, na haya manyonyo 5 fima yuqra'u min al-Qur'an, ilikuwa ni aya iliyoteremshwa katika nini? Katika Qur'an. Ndio hoja ya Imamu Malik na Imamu Ahmad kwa kuwa manyonyo yatakaoharamisha idadi ya manyonyo ni manyonyo mangapi? Manyonyo 5. Ni mtoto anyonye mara 5. Na kunyonya kwenyewe ni vipi? Sio kutia ile tunaanza kueleza, sio kutia 1 akatoa 2 akatoa 3 akatoa, ni anyonye mtoto kwa khiari yake mpaka aache mwenyewe, awe ameshiba, ndio itahesabiwa ar-rudh'atul al-ula, nyonyo la kwanza. Anyonye tena mara ya 2 mpaka aache mwenyewe, athania. Anyonye tena mara ya 3 mpaka aache mwenyewe, athalitha. Hakadha mpaka nyonyo la ngapi? La 5, ndio itahesabiwa ule mtoto, yule mama amekuwa mama yake. Hapa kuna nukta kidogo tuisimamie katika sharia. Kwa nini hii aya iliteremka na ikataja manyonyo 10, kisha baadaye manyonyo 10 yakaja yakafutwa, yakabakishwa manyonyo mangapi? 5. Na hii aya sasa hivi haipo ndani ya Qur'an. Hii aya katika Qur'an ifanyaje? Haipo. Ningeomba kidogo tusimame hapa katika masala ya ulumul Qur'an, masala ya nasikhu wa mansukh. Hii ni hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndiye aliyoteremshia Qur'an. Sisi wanadamu twaunda katiba zetu, lakini tunapounda katiba zetu huwa zina mikakati ya lao kutaonekana katika ile katiba kuna halal, kuna makosa au kuna hitaji kufanywa marekebisho, wanaita amendment, wanaita amendment, ambayo inafanywa na parliament na bunge, si ndio? Wanafanya marekebisho ya katiba kila leo, kila siku katiba yarekebishwa. Nafikiri nikizungumza kwa lugha hii itakuwa naweza kueleweka, ambao hatuwezi kuisema Qur'ani ina amendment, nafahamu. Na ikiwa tuweza kusema ina amendment ni lugha, kwa sababu naskhu ni lugha ya Kiarabu, maana yake ni kuondoshwa kitu kikawekwa kitu kingine, na hili lipo kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna awezao kuigusa Qur'ani kwa kutoa kitu wala kutia kitu isipokuwa yeye nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna mwingine. Mwenyezi Mungu ndio yamhu Allahu ma yashau wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Mwenyezi Mungu ndio anafuta anachokitaka na anakiweka anachokitaka, wa indahu ummul kitab, na kwake yeye ndio kuna ummul kitab. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu asema kuthibitisha kwamba yeye ndio mwenye uwezo wa kubadilisha Qur'an, asema wa idha badalna aya makana aya, tukaibadilisha aya sehemu ya aya. Wallahu a'lamu bima yunazzil, Mwenyezi Mungu anajua kile anachokiteremsha. Kwa hiyo mwenye uwezo wa kubadilisha kitu chote katika Qur'ani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na masala haya yakipatikana katika Qur'ani, ulama wa ulumul Qur'an wameyaita masala ya nasikh wa mansukh. Nasikh
ni aya ikaja ikafuta aya iliyoko pale. Ile aya iliyofutwa inaitwa mansukh, aya iliyotolewa katika Qur'an, na mwenye kulifanya hili ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Na hili Mwenyezi Mungu amekuwa akilifanya kwa sababu mbalimbali katika Qur'an. Ulama wamezieleza mpaka kuna vitabu vikubwa vimeandika an-nasikh wal mansukh, zinazoeleza hizi aya zilizofutwa na aya ambazo kwamba zimefuta aya nyingine. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu alikuwa akifuta hukumu za kisheria katika Qur'an kwa sababu ya tadarruji tashri'i, kwa sababu ya upole wa kuleta sharia kwa mwanadamu kwa utaratibu maalumu. Kama mfano, mwanadamu akiwa na jambo alifanya, ukimwambia usilifanye hapo kwa hapo, basi kwa kuna uzito sana kuliata hapo kwa hapo. Sasa Mwenyezi Mungu akitumilia tadarruj, kuacha mambo kwa upole. Kwa mfano kama pombe ilikuwa maswahaba wakinywa pombe, kina Saidina Hamza, kina Saidina Umar, kina Sayyidina Sa'd bin Abi, wale 10 mubashirina bil janna, wote walikuwa wakinywa pombe. Wale ni waraibu, kwa sababu ilikuwa hakuna uharamu kuharamishwa nini? Pombe. Maswahaba wote wakinywa pombe. Lakini angalia pombe lilivyoharamishwa, ziliteremka aya 3, mpaka aya ya 3 ndio ikaharamisha kabisa. Aya ya kwanza Mwenyezi Mungu asema yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas. Hii aya haikuharamisha pombe, lakini imewapa Waislamu masahaba waliokuwepo wakati ule Qur'ani kiteremka kwamba hili pombe ni kitu kizuri, lakini pia ni kitu kibaya. Kwa hivyo haikuwa ni kizuri, kibaya, kina manufaa na kina maovu. Kwa hivyo haikuharamishwa. Kwa hiyo kuna baadhi ya maswahaba wakaona basi hichi kitu inaonekana si kizuri kweli, wakaanza ile tadarruji tashri'i ikaanza. Ikaja aya ya pili. Aya ya pili ikafuta aya ya hukumu ya aya ya kwanza. Aya ya pili ni hivi, wala taqrabu salata wa antum sukara. Ikawa mchana mzima watu washinda, hakuna wanywa pombe, mpaka watu watoke katika swala tarawih, mpaka watu katika salatul isha. Watu kutoka swala isha wanahamu tena, wamejiandaa, leo kwa nani, kesho kwa nani, kesho kwa nani, kesho kwa nani. Wanahamu kwa sababu ni kitu mazoea, kiko kwenye damu yao. Kwa hiyo ukimwambia mtu usifanye hivi mara moja ni kazi. Sasa Mwenyezi Mungu akizifuta hukumu za aya kwa njia ya tadarruj, aya ya 3 ilipoteremka ya kuja kuharamisha kabisa, ikawa tayari maswahaba washaanza kuingiliana, kuzoea ule kuacha pombe. Kwanza wakawa wengine wanakunywa kidogo kidogo kwamba lina manufaa na madhara, kisha wakawa hawani mchana mzima mpaka lini? Usiku. Ikawa tayari mazoea yameingia. Ilipokuja aya kuharamisha kabisa, ikawa sitaweza kuacha mchana mzima mpaka usiku, kwa hiyo basi yawezekana kuacha kabisa. Mwenyezi Mungu aliposema innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitani fajtanibu. Hii aya ya 3 ni aya ilikuja kufuta hukumu za aya 2 za nyuma zilizotangulia. Leo utasema sisi tuweza kunywa pombe kwa sababu Mwenyezi Mungu atuambia la taqrabu salata wa antum sukara, basi tusubiri mpaka wakati ambao swala ndio tunatukana. La, hii aya hukumu yake ilifutwa kwa aya iliyokuja baada yake, aya ya 3 iliposema rijsun min amali shaitan. Kwa hivyo aya hii iko katika Qur'an, tuisoma, lakini hukumu yake haipo. Nafikiri tuko pamoja. Ndio namna zilivyoteremka aya za kufuta hukumu ya baadhi ya aya. Katika njia nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akizifuta baadhi ya aya katika Qur'ani hukumu zake, at-takhfif, kwa njia ya takhfif, kutufanyia sisi usahali. Ilikuwa ikija masala ya nasikh na mansukh kwa njia ya takhfif, kama mfano mwanzo wa kufaradhiwa jihad, Mwenyezi Mungu aliteremsha kipande hiki cha yasema iyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200, ninyi mkiwa maswahaba 20 basi mnao uwezo kupambana na makafiri 200.
calculation wenye hisabu, 20 kwa 200 ni kila mtu pambana na watu wangapi? Watu wangapi? Watu 10. Mwanzo wa kufaradhiwa jihadi ilikuwa muislamu mmoja hafai kurudi nyuma kupigana chini juu ya watu wangapi? 10. Ilikuwa ni watu 10. 20 kwa 200. Sawa? Lakini baada ya muda kuendelea, Mwenyezi Mungu akaja akatufanyia takhfifu. Leo kutakuwa na jeshi la watu 2000 pale, na sisi tuko watu wangapi? 200. Tuambiwa sio 200 tutakuwa sawa watu 10. Tunaambiwa sisi watu 200 tupambane na lile jeshi la watu 2000. Lao watakuwa makafiri 10 na wewe Muislamu mmoja. Mwanzo wa kufaradhi jihad ilikuwa wewe ufai kurudi nyuma, pambana nao wale 10. Hii ndio ilikuwa hukumu ya jihad. Kisha Mwenyezi Mungu akaenda tukhafifishia, akasema katusoma Mwenyezi Mungu katika Qur'an, al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Mwenyezi Mungu ametukhafifishia, akasema in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn. Mwenyezi Mungu akasema mkiwa waislamu 100 mwaweza mkapambana na makafiri wangapi? 200. 100 kwa 200. Watu wa hesabu watupe itakuwa ni mmoja kwa ngapi hao? Wawili. Mpaka leo hukumu hiyo. Katika jihadi muislamu mmoja afaa kupambana na makafiri wangapi? Wawili. Mwenyezi Mungu anasema al-ana khaffafa Allahu ankum. Sasa Mwenyezi Mungu amewakhafifishia. Kwa hivyo ile hukumu ya kwanza muislamu mmoja kwa makafiri wangapi? 10, ikafanyaje? Ikafutwa hukumu ile. Ni aya ipo ndani ya Qur'ani tuisoma, lakini hukumu yake haipo. Nafikiri tuko pamoja. Haya ndio masala ya nasikh na mansukh, na inaweza kuja kwa masala ya takhfifi pia. Angalia mwanamke katika Qur'an alipokuwa akifiliwa na mumewe, mwanzo kabla ya kuwekwa sharia ya miezi 4 na siku 10, Mwenyezi Mungu asema walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan mata'an ila alhawli ghayra ikhraj. Eda la mwanamke mwenye kufiliwa na mumewe ni akae eda mwaka mzima, miezi 12 kamili. Hii ndio hukumu ya kwanza kisheria. Mwanamke akifiliwa na mumewe akae eda mwaka mzima. Kisha Mwenyezi Mungu akaja kaifuta hukumu hii. Katuelezea aya katika aya nyingine, asema Mwenyezi Mungu walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Ikaja ikapunguzwa ikawa ni miezi 4 na siku 10. Tuseme ikafanywa kota ya mwaka mzima. 3 quarters ndio? 1/3 ndio 1/3 inaitwa tunaitaje? Thuluth. Ikafanywa thuluth ya mwaka. Ikafanywa thuluth ya nini? Ya mwaka. Mimi na mashehe zangu hapa msilane hivi. Nikikosea wao waangalia wao ndio nisukuma hapa. Asante sana. Mashaallah. Allah ajaze khair inshallah. Thuluth, ikafanywa thuluth. Kwa hivyo inakuja katika kufutwa baadhi ya aya za Qur'an. Ipo sana katika Qur'an. Ipo sana katika na kuna kufutwa aya ikawekwa aya nyingine na ikawa iko ndani ya Qur'an, na kuna aya ikatolewa kabisa ikawa haipo ndani ya Qur'an, lakini hukumu yake ipo. Hukumu yake ipo na aya yenyewe haipo ndani ya Qur'an, na miongoni mwao ni hizi aya mbili. Moja aya ya radhaa, hii aya ya kunyonyeshwa manyonyo mangapi? 5. Pili ni aya ya rajmi, mwenye kuzini apigwe nini? Mawe. Hebu niambie, fungua Qur'ani popote nitafutie aya inayosema mwenye kuzini apigwe mawe katika Qur'an. Hakuna katika Qur'an. Lakini aya hii ipo ndani ya Qur'ani, hukumu yake imebaki, lakini lafdhi yake katika Qur'ani haifanyaje? Haisomi ndani ya Qur'an. Na imethibiti katika hadithi sahihi iliyo katika sahihi Bukhari na katika vitabu vingine vya sahihi, hadithi ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Asema, na katika hadithi ya Ubay bin Ka'b, aya hii ilikuwepo
Sema Saidna Umar, kana fima unzila min alquran, aya zilizokuwa zimeteremka katika Qur'an, ash-shaykhu wash-shaykhatu idha zanaya farjumuhuma albatta. Hii ni aya ash-shaykhu wash-shaykhatu idha zanaya farjumuhuma albatta. Hii ni aya ilikuwa ndani ya Qur'an, lakini ikaja ikanasikhiwa kisomo, lakini hukumu yake ikafanyaje? Ipo, imebakia hukumu yake ipo. Ndio anaizini apigwe nini? Apigwe mawe. Asema ash-shaykhatu wash-shaykha, ash-shaykhu wash-shaykhatu, mtu mzima wa kiume na mtu mzima wa kike, watakapozini farjumuhuma albatta, wapigeni mawe. Hii ni aya ambayo imenasikhiwa katika Qur'an. Kwa hiyo masala haya yapo. Ikiwa tusoma hadithi hii ya Aisha kwamba kana fi ma unzila min alquran, iliyokuwa iliteremshwa katika Qur'an, 10 radhaatin ma'lumat, ni manyonyo 10 yaliokuwa yakijulikana. Thumma nusikhna, kisha yakafutwa manyonyo 10 bi 5 ma'lumat, kwa manyonyo 5 yanayofanyaje? Yanayojulikana. Kwa hiyo kwa madhhabi ya Imamu Shafi'i na madhhabi ya Imamu Ahmad, manyonyo yanayoharamisha kwa ule mama mwenye kunyonywa awe ni mama ule mtoto ni manyonyo mangapi? 5. Na tumesema haya ndiyo madhhabu ar-rajih. Suala lingine, tumeona kwamba katika sharia kuna ushahidi. Kuna ushahidi wa anayefanya zina, lazima wawe mashahidi wangapi? 4. Shahadatu zina, lazima mashahidi wawe wangapi? 4. Mafahamu? Na upande wengine mashahidi imeshartizwa mashahidi wangapi? 2. Katika masala ya muamalat, masala ya kuandikiana mikataba ya kibiashara, lazima weke mashahidi wangapi? 2. Fa in lam yakuna rajulani farajulun wa imra'atani mimman tardawna ash-shuhada fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Masala ya kuuza na kununua ya kimuamala ya kibiashara, lazima weke mashahidi wanaume wangapi? 2. Na ikiwa kupata wanaume 2, basi mwanamume mmoja na wanawake wangapi? 2. Na ikiwa kupata mwanamume hata mmoja, basi tabidi weke wanawake wangapi? 4. Na katika ushahidi wa ndoa, kufungwa ndoa, lazima kupatikane mashahidi wangapi? Nyote mwajua, ili rahisi sana. Mashahidi wa ndoa hujulikana haraka. Mashahidi wa ndoa lazima kuwe mashahidi wangapi? 2. Lakini katika ushahidi wa kunyonya, Uislamu umekubali ushahidi wa mwanamke mmoja. Ash-shahadatu ala ar-radha'a, umekubalika ushahidi wa mwanamke mmoja. Mwanamke akijitokeza, umeoa mke pengine hata ushazaa naye watoto 2 watatu, na wampenda roho yako, atoke mama kinyanya aseme, wewe huyu ndio mke wako? Wewe mamako alipokuzaa uliletwa kwangu kanyonya, na huyu naye alikuwa jirani yangu pia nikamnyonyesha. Kwa hivyo nyinyi hamfai kufanyaje? Kuoana. Baba, imepita hiyo ndoa imekwisha. Wewe ule si mke wako. Wale watoto mlozaa, kama mmezaa watoto 2 watatu, wale wana halali, kwa sababu ndoa ile ilifungwa kihalali kabla hamujui. Lakini wakati mmejua sasa, ile ndoa ishafanyaje? Kwa hivyo ushahidi wa mama mmoja unapita. Na haya yalitokezea wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi ya Uqbah ibn al-Harith, huyu ni sahaba Mtume. Uqbah ibn al-Harith asema, tazawwajtu imra'atan, mimi nilimwoa mwanamke na alikuwa ampenda mwanamke aliyemwoa. Asema wajaa amatun saudaa. Katika riwaya, huyu mwanamke alivyokuwa Uqbah ibn al-Harith mapenzi anavyompenda mkewe, kwa maneno ya hadithi hii mpaka ule mwanamke akamuita mraatun saudaa, mwanamke mweusi. Na katika riwaya wanamaana na sheria sema kweli mwanamke mwenyewe alikuwa ni mweusi kinyanya. Wengine nasema la, hakuwa ni mweusi, lakini ni ile lugha aliyoitumia nani? Uqbah ibn al-Harith, juu ya kwamba yule mama amekuja kama amemtilia giza
sababu yeye alikuwa kwenye aogelea katika bahari ya mapenzi na mkewe, lakini amekuja mwanamke Sauda amemfinika giza, sasa amemkati yale mapenzi. Mwanamke kama huyo alipotokezea na Uqba bin al-Harith anmoa, faqalat, akamwambia ya Uqba, umemwoa huyu mwanamke, inni qad ardha'tukuma, jua kwamba wewe na huyu mwanamke mimi nilishawahi kufanyaje, kuwanyonyesha nyote wawili, wewe umenyonya kwangu na huyu amenyonya. Na Uqba hapo ashaoa na waishi na mkewe. Uqba akawa na viki kweli. Uqba akatoka titi mpaka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwendea bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uqba akamwambia, ya Rasulullah, jaat ilayya imra'a, amenijilia mimi mwanamke, na yeye anasema kwamba yule mke wangu na mimi ametunyonyesha sote wawili. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa, Uqba akasema fa'aradha anni, yani kama Uqba amekuja upande huu, mtume akazunguka. Uqba kaona, kwa nini mtume mbona azunguka upande huu? Uqba kwa kuwa ile jambo liko katika concentration yake kiko ni kweli, mtukuze kwa hamu, akazunguka naye akaanza kwa upande wa mtume, akamwambia, ya Rasulullah, mimi nakwambia yule mke wangu umekuja kinyanya, anaambia kwamba mimi amemnyonyesha mimi na amemnyonyesha yule mwanamke wangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam mara ya pili fa'aradha anhu, mara ya pili mtume pia akazunguka. Uqba akafanya shauki zaidi, akamwambia, ya Rasulullah, mimi nakwambia amekuja ameniambia kwamba ameninyonyesha mimi na mke wangu ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam mara ya tatu akamjibu akamwambia, wa kaifa wa kad za'amat annaha arda'atukuma, tutafanya vipi sasa na kinyanya yule ashadai kwamba amewanyonyesha wote nyote wawili? Basi da'aha anki, yule mwanamke wako mfanyaje, mwache, hawezi kuwa tena nani, kuwa tena. Ya Rasulullah, kadhabat, huyu mwanamke amesema urongo. Uqba mapenzi yamemshika, ambaye na mimi naona kama amesema urongo. Mtume akamwambia, daha anki, mwache. Kaif wakad za'amat annaha arda'atkuma, tutafanya vipi na yeye mwanamke huyu amedai kwamba amefanyaje, ameonyesha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa hukumu ya kumtenganisha Uqba na nani, na mkewe, akamtenga kwa ushahidi wa mwanamke mmoja. Kwa hiyo katika masala ya kunyonya, kesho akijitokeza mama katika harusi, afanywa afungwa sherehe, gharama, watu wamegharamika katika holi, mama aseme, gharama kwa harusi wewe, ala haula, huyu ndugu yako mimi nakunyonyesha, vundeni harusi na wale ni ndugu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Inshallah tukomee hapa kwa wakati ushatukomea. Kwa yule ambaye atakuwa na suala inshallah aweza akatuuliza, inshallah tukasonga mbele inshallah. Suala inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika kunyonya mara 3 mara 5, lakini ipi ambayo ina uhakika ambayo kweli? Asema kwamba tumeeleza ikhtilafu za wanazuoni, lakini ipi ambayo ni halali zaidi, kwamba kunyonya ambao itakuwa mama yule atakuwa ni mahrim yake, wanazuoni wamekhtalifiana katika kauli 3. Ni mara ngapi mtoto akinyonya? Tukasema madhhab ya Malik na Abu Hanifa wamesema hakuna idadi, akinyonya hata mara moja tu yule mama atakuwa nani, mamake. Madhhab ya Daud al-Dhahiri na Abi Thawr na Abi Ubaida na wanazuoni wengine nasema lazima iwe mara ngapi? Mara 3. Madhhab ya 3 ni madhhab ya Imam Malik na madhhab ya Ahmad bin Hanbal, wakasema lazima kunyonya kwenyewe
kuthibitike kwamba ule mama ni mamake, ni lazima anyonye mara ngapi? Mara 5. Sasa auliza, ni ipi kauli rajih katika haya madhhab matatu yenye nguvu? Tumetangulia kusema kwamba madhhab yenye nguvu ni madhhab ya tatu, madhhab ya Imamu Shafi'i na madhhab ya Imamu Ahmad bin Hanbal, kwamba mtoto anyonye mara ngapi? Mara 5, kwa sababu ya hoja yao ilivyokuwa na nguvu. Ni hadithi alafu ni aya iliyokuwepo ndani ya nini? Ya Qur'an. Allahu wa rasuluhu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, samahani, nataka kidogo kurejea maswali ya jana ya DNA, kwa sababu walituambia kwamba wanazuoni wanakubaliana kwa DNA inawezekana kwa sampuli fulani ikiwa mzozo, lakini kuna mama wamezaa watoto 11, wale si wakimbizi wao hapa wa Kenya, lakini walitaka kwenda Amerika. Mama amezaa mtoto wa 11. Walipokuja mitihani yao huko, sijui safara ya Amerika huko Nairobi, akamwambia wamezaa watoto 11 si wako. Mama akamwambia baba, aambiwa na hawa Amerika, ambia hawa watoto 11 10 umezaa, lakini huyu mmoja si wako. Si mambo ya kusikiza, ni watu wa nyumbani hao. Mimi nawajua mwanzo mpaka na wako hapa Mombasa. Ikatokea hapa sasa mtoto leo 11 copyright na mamake na babake. Ana shaka kabisa. Sasa je, kwa hivyo sio kuna fitna ingia kwenye family? Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asema kwamba kumetokezea katika jamii yetu hii, bila akhasi mambo haya huvumbuka zaidi wakati watu watakapokuwa wametaka kwenda safari. Kama sisi tuliokuwa hapa ta habari hatuna kufuatilia mambo ya DNA wala nini, lakini baba uko Amerika na anataka kuwachukua watoto wake, ule ni lazima kupitie vipimo vile vya nini, vya DNA, kila kitu, makaratasi hakikishwe. Sasa baba na watoto 11, ikagundulikana kwamba watoto 10 ni wa baba kwa DNA, lakini mtoto mmoja DNA ikathibitisha kwamba huyu mtoto si wake. Sasa na unasemaje hukumu hii ya kisheria na DNA? Jana mmewaambia kwamba hutumika katika zile ithbat za kuthibitisha katika sharia katika masala fulani. Sasa hapa itakuwaje? DNA imeonyesha kwamba si nani, si mtoto wake. Katika hizi wanaziita adilla za kuthibitisha, kuna zile ambao ni muttafaqun alayhi na kuna zile ambazo si muttafaq alayhi katika ulama, na mara nyingine za kubalika na mara nyingine. DNA ni teknolojia iliyoendelezwa na kuvumbuliwa na mwanadamu, yaweza ikapata na yaweza ikakosa, na wao wenyewe wenye kufanya DNA pengine wakuambia, pengine sisi imeonyesha hivi, nenda tena kajaribu na kwingine, na ukenda ukapima kwingine pengine ikatoka kama ilivyotoka wao, lakini ukenda kwingine kwa tatu ikaita result nyingine. Sijui tumeelewana? Na mwanadamu katika kupima hizi vitu hutokezea pengine mistake katika kupima, akafanya makosa katika kuchukua kile kipimo, basi ndio result zikatoka doctor, si sawa? Result zikaja zikatoka, ukikosea namna ya kufanya ile masharti ya kupima, huja result zikatoka makosa. Hili ni suala, lakini mimi nitatoa ushauri katika suala hili. Huyo ambaye amepatikana na mtihani huu aregelee tena DNA mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4 mpaka mara ya 5,
afanye DNA mpaka ahakikishe kwamba DNA imekataa kweli kwamba ni hivyo, si mtoto wake. Akiwa DNA itamthibitisha hivyo, sasa arudi katika yakini yake yeye na nani na mke wake, waambiane ukweli. Mafahamu dokta, nitakupa dokta, nitakutia. Arudi yeye na mke wake waambiane ukweli wa mambo. DNA imetuongoza hivi, imekataa. Mfahamu, lao itatokezea moja itakubali, basi ni bora kuifuata DNA moja ile kubali kwa kuwa ni mtoto kuliko kuzifuata DNA 4 zilizofanyaje, zilizokataa. Na itakapokuwa DNA zote zimekataa, basi yule baba na mama wakae pamoja, wanongenezane, wakubaliane, wafahamiane, watoe ukweli wa lile jambo. Na mwenye ukweli zaidi ni nani? Ni mama. Jana tulitoa kisa hapa kwa masahaba, ni mambo utokezea jamaa. Sahaba alimuoa mke akazaa kwa miezi mingapi? 6. Alikubali, akili yake ilikubali, akili yake ilikataa, haiwezekani kuzaa kwa miezi 6. Akatoka akaenda pale kwa Saidina Uthman bin Affan, na Saidina Uthman pia akili yake haikubali kwamba haiwezekani mwanamke kuzaa kwa miezi 6. Saidina Uthman akatoa hukumu, huyo apigwe nini? Apigwe mboko. Saidina Ali alipata habari, akija akaisoma aya katika Qur'an kwamba una habari, kumbe mimba yawezekana ikiwa na miezi mingapi? Miezi. Kwa hiyo kuna ufumbuzi kidogo tu, pengine ukifuatiliziwa huenda kukathibitika kwamba huyu mtoto ni wa sawa inshallah. Naam. Naam. Sasa ni kama naona kwamba kuacha fitna na nifaa. Ndio. Sasa mtoto mwenyewe ndio ndio. Na ndugu zake huwezi kusema huyu ni bali. Kwa baba ukomea Filipina, kwa mama ukomea Filipina, kwa ndugu zake pia Filipina. Sasa sio tena fitna baina mimi na mtoto wao wewe kufanya kazi. Asema ni kuwa ni kuleta fitna katika familia, hilo liko wazi, na kuleta kutoa ile hamu ya mapenzi baina ule baba na nani na mke na family yote kwa wakwe, baina ya mama wa mke na mama wa mume, kuleta ile mizozo. Hilo liko wazi katika fitna, lakini fitna hii itaondoka itakapokuwa watu wawili ambao wahusika wa hii fitna baina ya mume na wakae chini waekeane uwazi, fitna itaondoka. Na bil akhasi kwa kuwa mtoto ufenene na ustadh Badi vile vile, mtoto ufenene na baba mtu, manake baba mimi mathalan tuseme ufenene na mimi vile vile, kwa paka kuzungumza, paka pozi, paka kutembea, na pia vile vile anazo hormone za mama, yani afanana na mamake. Kwa hivyo ni watu wawili hawa ambao fitna imewakabili, wakae chini wao wawili waweze kupeana ukweli wa mambo na waweze kuendeleza ndoa yao na waweze kuiondosha ile fitna. Dokta, mpe dokta Mike. Dokta mtabibu na mambo ya DNA, yeye aijua vizuri kazi yake inavyofanya, atatufafanulia. Inaelezea kwa accuracy yake huyu sana, yani utaona tokezea makosa, lakini zaidi 90% sawa. Matatizo mara nyingi kwenye watoto hutokezea wakati unapozaliwa hospitalini, mara nyingi hutokezea misa watoto kuzaliwa ufuliwa wengine kwa nasari, lakini wale kama ni ile inawekewa mkono. Sasa kosa kidogo ilifanyika pale, mara moja watoto wachanganywa, katika kunyonyesha makosa hayo kutokea sana. Kunyonyesha mtoto ambaye si wako, baada ya siku 3-4 kwa hiyo atakuwa huyu kumbe si mtoto wangu. Si wangu huyu. Sasa ndio wazazi wanaambia angalia, njia ya hii sawa pia hospitali. Kwa hivyo makosa mara nyingi hutokezea wakati wa kuzaa, hasa hospitalini. Kuna mama karibu 50 wamezaa. Sasa mchanganyiko wa watoto wakapelekwa nasari kule,
wakapelekwa kwenye mahali kwingine kando ya kwa mazao, naona wakija wakirudishwa wala mtoto ule wakapelekwa kwa watoto wakiwa wadogo ni shida kurudi wao, hasa wakiwa wakaribu watoto wafanana. Watu wengine hawana uhusiano wowote, lakini unaona kwa hawa ndugu kabisa, hawana ndugu wote, lakini zile jini zao zimeingia na sasa tuna ulezi ule mtoto apeleka kwenye hiyo nyumba kwa miaka 20, lazima atachukua tabia ya baba. Shukran Doktor kwa maelezo yako inshallah. Suala lingine inshallah tumalize. Jazakallahu khair Doktor. La ilaha illa Allahul Azimul Halim. La ilaha illa Allah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illa Allah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. آمين. إن شاء الله تعالى kesho tutamalizia masala ya kunyonyesha. Kesho ni maudhui ya mwisho ili tuweze kwenda katika mada nyingine. Tuzungumze ile ahkam zinazotumalizie masala ya kunyonyesha. Twende kesho kutwa Ijumaa tutakwenda katika maudhui nyingine. Shukran.